This program is sponsored by the partners and friends of Redeemer's Voice Media. Let's go to the book of Daniel chapter 6. Nataka tuende katika kitabu cha Danieli sura ya 6. Verse number 1. Tukianza kwenye mstari wa kwanza. Bible says, it pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be over the whole kingdom. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote. And over these 3 governors, of whom Daniel was one, that the satraps might give account to them, so that the king would suffer no loss. Na juu ya wao akaweka wakubwa watatu, na Danieli alikuwa mmoja ya wao, ili maliwali hao watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Then this Daniel distinguished himself above the governors and the satraps, because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to settling him over the whole realm. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. So the governors and the satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could not find any charge or fault, because he was faithful, nor was there any error or a fault found in him. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala hakulionekana kosa wala hatia ndani yake. Then this man said, we shall not find any charge against this Daniel unless we find it against him concerning the law of his own God. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. So these governors and satraps thronged before the king, and they said thus to him, King Darius, live forever. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi milele. All the governors of the kingdom, the administrators and the satraps, the counselors and the advisors have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whoever petitions any other god or man for 30 days, except you, O king, shall be cast into the den of lions. Mawaziri wote na ufalme wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yeyote au kwa mtu awaye yeyote katika muda wa siku 30, yani mwezi mmoja, ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Now, O king, establish the decree and sign the writing, so that it cannot be changed according to the law of the Medes and Persians, which does not alter. Sasa mfalme, piga marufuku, ukatia sahihi maandiko haya, yasibadilike kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Therefore King Darius signed the written decree. Basi Mfalme Dario akatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Verse 10, now when Daniel knew that the writing was signed,
he went home, and in his upper room, with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo awali. Then this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. And they went before the king and spoke concerning the king's decree. Have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within 30 days, except you, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which does not alter. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Je, hukutia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi. So they answered and said before the king, that Daniel, who is one of the captives from Judah, does not show due regard for you, O king, or for the decree that you have signed, but makes his petitions 3 times a day. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali anaomba dua mara 3 kila siku. And the king, when he heard these words, was greatly displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him. And he labored till the going down of the sun to deliver Daniel. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Lord, once again we thank you and glorify your name. Bwana, tunakushukuru na kulitukuza jina lako. You are awesome. Wewe ni Mungu wa ajabu sana. We thank you because you have called us your own. Tunakushukuru maana umetuita tuwe wako. What a great privilege you have given and granted unto us. Heshima kubwa kiasi gani umetujalia sisi. May you be glorified even as we hear your word. Ebu Bwana ukatukuke tunapolisikia neno lako. May this word find a place in our hearts. Ebu neno hili lipate nafasi kwenye nyoyo zetu. By the revelation of the Holy Spirit, touch us. Kwa ufunuo wa Roho wako Mtakatifu tuguze. Heal us. Utuponye Bwana. Deliver us. Na utukomboe. Equip us. Utuvishe silaha. Lord, we thank you. Bwana tunakushukuru. In Jesus' name. Kwa Yesu Kristo tuomba. Amen. Amen. And everybody shouted amen. Na kila mtu sema amen. I want to talk on the topic, the mark of distinction. Nataka niweze kuongelea somo ambalo nimepeana kichwa alama ya utofauti. God has not called us to be like the ordinary people on earth. Mungu hakutuita sisi tukafanane na watu wa kawaida duniani. There's something about you that God has deposited in you
that will make you different from everybody else. Kuna kitu na wewe ambacho Mungu amekiwekeza ndani mwako kinachokutofautisha na watu wengine. And that is his own spirit and his own self. Na hiyo ni nafsi ya Mungu na roho yake Mungu. And for us to come to a place where we are manifesting that nature in us, Na sisi kufikia hicho kiwango cha kudhihirisha hiyo asilia ya Mungu ndani mwetu, then it is up to us to rise above the carnal nature, because God has planted in us another nature. ni shauri letu sisi kuinuka kupita ile asilia yetu ya kibinadamu, maana Mungu amekwisha ipanda asilia nyingine tofauti ndani mwetu. The Bible says in the book of 2 Peter, Biblia inasema hivi kwenye waraka wa pili wa Petro, second book of Peter, waraka wa pili wa Petro, it says in chapter 1, tukiangalia kwenye sura ya kwanza verse number 2, the Bible says, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. kifungu cha pili, neema na iwe kwenu na amani iongezeke katika kumjua Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Verse 3 says, as his divine power has given to us all things that pertain to this life and godliness, that through the knowledge of him who called us by glory and by virtue. Na kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba katika hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. God has given unto us, verse number 4, Mungu ametukirimia kwenye kifungu cha 4, exceeding great and precious promises, ahadi zilizo kubwa mno tena za thamani nyingi, that through these promises ya kwamba kupitia ahadi hizi you may be partakers wewe ukafanyike mshirika of the divine nature, wa tabia ya uungu, because you have escaped the corruption maana umeokolewa na uharibifu that is in the world through lust. uliomo duniani kwa njia ya tamaa. There is a nature in you, Kuna asilia iliyo ndani mwako, and that nature is a divine nature na hiyo asilia ni ya utauwa ama ya uungu, that gives you difference between the common and the supernatural. ambayo inakutofautisha na mambo ya kawaida na mambo yale ambayo ni ya uungu. We are not just dealing with ordinary power. The Bible says his divine power, Na sio nguvu za kikawaida. Biblia inasema kwa nguvu zake za kiungu, his nature, the nature of God himself. yaani ni asilia ama ule utu wa Mungu. That nature of God Hiyo asilia yake Mungu has given to us imetukirimia everything vitu vyote that pertains to this present life vipasavyo maisha haya ya sasa and to godliness. na utauwa. This present life. Maisha ya sasa tunayoishi In sasa other hivi. words, you can be a partaker of the nature of God while you are still in this flesh. Yawezekana ukawa na asilia ya uungu wa Mungu ungaliko duniani, But because this is his desire concerning us. na hili ndilo tamanio lake Mungu kutuhusu sisi. Now, that nature should distinguish you. Na hiyo tabia ama asilia ikutofautisha wewe, And it will only distinguish you because you have purposed to be distinguished.
na itakutofautisha na kukutenga iwapo umeazimia moyoni kuwa mtu tofauti. That's why the Bible talks about Daniel. Na ndiyo sababu Biblia inaongea habari zake Danieli, That this Daniel distinguished himself. ya kwamba huyo Danieli alijitenga, akajitofautisha. He was not like the rest. Hakufananishwa na wale wengine. There's something about him that was different. Kulikuwa na kitu na Danieli kilichokuwa tofauti na wengine. Verse 3. Then this Daniel distinguished himself above the governors. Biblia inasema basi Danieli huyo alijipatia sifa kuliko wakuu, because an excellent spirit kwa sababu was in him. roho bora ilikuwa ndani mwake. Somebody say the excellent spirit. Roho bora. There was a spirit that made him excel above the rest. Ipo roho iliyomfanya awe na sifa kuliko wale wengine. This is the same spirit that is in you. Na hiyo ndio roho inakaa kwako. The Holy Spirit is an excellent spirit. Roho Mtakatifu ni roho bora. And because he is an excellent spirit, Na kwa sababu yeye ni roho aliye bora, the conviction he releases in your life, ushawishi anaoweka ndani mwako, the teachings he gives to you, mafunzo anayekupa, the direction he gives to you, miongozo na mielekezo anayokupa the wewe, leadings that he gives to you, ile miongozo anayokupa wewe, gives you reason why you should behave differently. ukupa sababu ya wewe uwe na tabia tofauti, So that you are not just ordinary. ili kwamba usioni mtu raia hivyo There was an kawaida. excellent spirit in Daniel Ndani ya Danieli kulikuwa na roho ya ubora that was above the rest. ambayo ilikuwa na sifa kuliko It wengine. made Daniel envious. Ilimfanya to be envied by others. Ilimfanya Danieli au wa kuonewa wivu na watu. When others saw what had happened to this man, Wengine walipomwona kilichomtendekea mtu huyu, they sat in conspiracy wakakaa kwenye vikao vya njama to plan how to trap this man, ili kupanga njama za kumtega mtu huyu, so that they may defame him, so that he may not continue to excel. waweze kumchafulia jina asije kuendelea hivyo. But it was impossible, Lakini ilikuwa ni gumu sana, because no fault was found in him. maana hakupatikana na kasoro wala kosa. I say no fault was found in him. Hakupatikana na kosa. They tried in every area. Wakamtafuta kwa kila kitu. This man was not corrupt. Hakukuwa mfisadi. This man was not immoral. Huyu mtu hakukuwa mwenye zinaa. This man was not a thief. Hakukuwa mwizi. This man was different. Alikuwa tofauti What mno. every other person was doing, Kila chenye mtu mwingine alikuwa it anafanya could not be found in Daniel. hakikupatikana ndani ya huyu And Danieli. because it could not be found in Na Daniel, kwa sababu haikupatikana kwake they Danieli, purposed to see that they bring him down. wakaazimia kwamba I watamwangusha. want you to know something. Nataka ujue kitu. If you are living in the kind of status like Daniel did, Wapo unaishi maisha ya namna ya Danieli, a faithful man, mtu mwaminifu, a man without error or fault, mtu ambaye hana kasoro wala makosa, a man that is pleasing God, mwenye kumpendeza a Mungu, man that is walking with God, mtu anayetembea na a man Mungu, that is hearing the directions from Jehovah mtu God, anayesikia miongozo kutoka kwa Mungu and he loves the Lord with all his na heart. anampenda Mungu kwa moyo mzima. It is impossible Haiwezekani for any man to bring you down. kwa mtu yeyote It does kukuangusha. not matter how they conspire. Haijalishi njama It zao, doesn't matter the systems they will use haijalishi mifumo to wanayoitumia try and bring you down. kujaribu kukuangusha. No man will bring you down. Hakuna mtu atakaye In kuangusha. the mighty name of Kwa Jesus, jina kula Yesu, I say no man will bring you down. hakuna mtu atakaye They may kuangusha. plan. Watakupangia They may njama, form weapons. wanaweza tengeneza They may silaha, sit down wanaweza kuketi kwenye to plan vikao conspiracies wakupangia mabaya against you. juu yako, But if you are walking uprightly, lakini ukitembea kwa God ukamilifu, being on your side Bwana Mungu akiwa upande and wako, protecting you, huku amekulinda, this God huyu Mungu will be your defense. atakuwa I mtetezi say wako. this God Mungu huyu will be your defense. atakuwa mtetezi No man wako. can bring you down. Hakuna atakaye If kuangusha. you believe it, shout a better Watu amen. nisema amen. Shout
Shout hallelujah. Sema haleluya. It is impossible for Haiwezekani the righteous to be forsaken. kwa mwenye haki For kuachwa. God promised, Mungu aliahidi, I will be with you. nitakuwa pamoja I will nawe, keep you. I will nitakulinda, direct you. For the nitakuongoza. footsteps of a righteous man, Hatua za mwenye haki they are ordered by God. zinaamuriwa na Bwana. May He order your life. Bwana kuongoza But the maisha enemy yako, will have no place adui asipate in the nafasi name of Jesus. katika jina la Yesu. So Daniel Danieli was untouchable. alikuwa guziki. Now, so they planned and they said Wakakaa vikao, wakapanga jama, that the only way we can get this man njia pekee tutampata na kosa is if we find him in the area of his worship. ni tutampata kwa habari ya mambo ya ibada yake na If Mungu we wake. can conspire something around his worship, Iwapo tutapanga jama apate yani kosa katika kuabudu, that as he worships we can find a fault. kwamba anapoabudu ibada yake iwe ni kosa. Because in any other thing we can't find a fault. Katika mambo mengine hatumpati huyu. So the Bible says this man, Kwa hivyo Biblia sema mtu huyu, they say, hao watu wakasema, we shall not find any charge against this man. huyu kosa hatumpati kwa kwingine. Look at that confession. Wewe angalia vile unavyokiri. These people are saying Hao watu wanasema it is impossible to find a mistake in this man. huyu mtu makosa hatuwezi If pata. man cannot find a mistake in you, Ikawa mtu hawezi pata kosa I kwako, assure you, even God has found no mistake in you. hata Mungu haoni kosa kwako. Somebody shout amen. Mtu sema amen. So they purposed Wakaazimia, to conspire to do something against Daniel. wakapanga jama kumtenda Danieli, And of course, as we have read, na kama tulivyosoma, they wrote a law. wakaandika sheria, They sat and consulted. walikaa wakashauriana, They called a big number of leaders. wakaitana viongozi They wakubwa, went to their parliament. wakaenda bunge, They debated on some statutes. wakakuwa na miswada. And after discussing it, Wakishajadiliana kwenye hiyo they miswada, came up with a draft of a law. na wakakuja na sheria ambayo walikuwa wameibuni. You can imagine the entire nation, Nataka ufikirie taifa nzima, leaders of a whole kingdom, viongozi vya ufalme mzima mzima, all of them sitting just to talk about one man. wameketi bunge kujadili mtu. May you be that kind of man. Uwe wewe ambao utajadiliwa kwenye bunge leo, That many leaders sit to discuss you. amba viongozi wengi waketi kujadili habari zako. Look at this, it says verse 7. Angalia All the saba. governors, Mawaziri wote, all the governors, mawaziri wote, from the north to the south, east to the west, mashariki, kaskazini, kusini, all the administrators, madiwani all the satraps, na wote maliwali the councillors, na hata madiwani and the advisors na washauri wao had to consult. ilibidi washauriane. You are too big for one man to defeat. Wewe ni mkubwa, hauhitaji mtu mmoja kujaribu kupigana naye. I say you are too big for one man to defeat. Wewe ni mkubwa ambaye mtu mmoja hawezi. And even when they gather together, they'll fail. Hata wakijumuika wengi bado wataanguka. Even when they come up with systems, laws, and principles to pull you down, they will still fail. Hata wakibuni sheria, miswada, sera, bado wataanguka nazo. Because one man with God is a majority. Mtu mmoja aliye na Mungu ni watu wengi. I say one man with God is a majority. Mtu mmoja aliye na Mungu ni watu So wengi. look at somebody and tell them nobody can defeat you. Hamna mtu atakaye kushinda. Because you are a majority. Wewe ni Heaven wengi. is backing you up. Mbingu inakuunga mkono. I say heaven is backing you up. Nasema mbingu iko nyuma And if God yako. be for you, Mungu akiwa upande who wako, can be against nani you? atakuwa juu yako? I say if God be for you, Mungu akiwa upande who wako, can be against nani you? atakuwa juu yako? Lift up your voice and shout, I am secure. Niko salama. I didn't hear you shout, I am secure Mimi niko salama in the hands of my God. mikononi mwa Mungu wangu. Every
plans of the devil kila mipango ya cannot shetani defeat me haitanishinda in the name of katika Jesus. jina la Yesu. Bible says all these men gathered together, Linasema wote wakajumuika pamoja, but because it was not for God, na kwa sababu haikukuwa upande wa Mungu, their counsel failed. njama yao ikashindwa. That's why Daniel was not scared. Hiyo sababu Daniel hakutishwa. The Bible says that when he knew that the decree had been written, Biblia inasema Danieli alipojua, when he knew that it has been signed, ya kwamba hiyo marufuku imetiwa sahihi, when he knew that now the whole nation is waiting just to see his action, na walipojua nchi mzima inangojea kuona atafanya nini, this Daniel was not intimidated. Danieli hakutishwa. I declare to you, don't be intimidated. Na kutangazia usitishwe, Don't be afraid usiogope of that which man can do. ya kile wanadamu For the wanakupangia, breath of a man is only in his nostrils. maana pumzi yao imo puani mwao. They can do nothing Hawatafanya chochote except God gives them permission. isipokuwa Mungu amewaruhusu. When Daniel knew Danieli alipojua that the writing was signed, maandiko imetiwa he sahihi, went home. alienda kwake I nyumbani, say he went home, alienda kwake, and in his upper room, na katika orofa yake with the windows open towards Jerusalem, madirisha imefunguliwa kuelekea Yerusalemu, as was his custom, kama ilivyokuwa desturi yake. he would open his windows Angefungua madirisha yake and face Jerusalem na akabili Yerusalemu and worship na kumwabudu and Mungu pray na kuomba and seek God na kutafuta Bwana unceasingly. bila kukoma. The Bible says he knelt down on his knees, Biblia inasema akapiga magoti and 3 times that day mara 3 kwa siku, he prayed and gave thanks before God, akaomba na kumshukuru Bwana as his custom was kama ilivyokuwa desturi yake ya hapo awali, since early days. tokea mapema. What custom have you made towards God? Je, umeweka desturi gani mbele ya Mungu? He had set up a standard between him and his God, Aliweka viwango vyake kati yake na Mungu, and he said, I will pray, akasema mimi nitaomba come rain, come sunshine. kunyeshe kwake I jua, will pray. nitaomba I'll mimi, pray in the morning, nitaomba I'll pray asubuhi, in the noonday, nitaomba I'll mchana, pray in the evening. nitaomba jioni. So Daniel used to have morning glory. Danieli alikuwa na maombi ya He had asubuhi, lunch hour service, mikutano ya dhuhuri and he had evening service. na mikutano za 3 revival za times a jioni, day. mara 3 kwa I don't siku. know why we take it as if it is too hard, Na nashangaa mbona tuichukulia kwa ngumu, that we cannot do services to God daily at least 3 times. kwamba hatuwezi kumfanya Mungu ibada mara 3 kwa siku. This is the reason why Daniel was undefeatable. Hii ndio ilifanya Danieli asishindwe, His availability in the presence of God. kule kupatikana kwake mbele zake Mungu. He was full of the glory of God. Alijawa sana na utukufu wa He Mungu, was full of the presence of God. alijawa na uwepo wa Mungu, Even to the extent when they threw him in the lion's den, kiasi kwamba walipomtupa kwenye tundu it la was simba, impossible for a lion to eat him, ilikuwa ngumu simba kumla, because this lion was seeing something different. maana hao simba waliona kitu tofauti They ndani ya were Danieli. looking at the lion of the tribe of Judah, Wakiangalia ndani ya Danieli wanaona simba ya kabila wa Yuda, because this lion of the tribe of Judah was in him. maana simba wa kabila ya Yuda alikuwa ndani ya Danieli, Lions don't eat lion. na simba hawali simba wenzao, And they looked at him and they bowed, na wakamwona huyu ni because mkubwa, this lion in wakainama. him Maana simba wa Danieli was bigger than themselves. alikuwa mkubwa kuliko hao They looked wadogo, like cats in the presence of Daniel. walionekana kama paka mbele ya simba wa The more you Danieli. spend time in the presence of God, Zaidi unachukua muda kwenye uwepo wa Mungu, God makes you his own. Mungu anakufanya uwe wake, He makes you bigger than the devil. anakufanya mkubwa He kuliko makes you shetani, bigger than your circumstances. anakufanya mkubwa kuliko He hali makes zako, you bigger than anything that will come against you. anakufanya mkubwa kuliko vinavyokuja dhidi Daniel yako. spent time in the presence of God, Danieli alishinda kwenye uwepo wa and Mungu, by that he became victorious. kwa sababu hiyo akawa mshindi. This is where now you need to be.
Hii ndio unatakiwa kuwa hapo. Daniel distinguished themselves. Danieli alijitenga. If you walk in the presence of God, Kutembea katika uwepo wa Mungu, God restores dominion in your life. Mungu anakurejeshea mamlaka kwa maisha yako. Because this is what God created you to be. Hii ndio Mungu alikuumbia He kuwa. created you to have dominion. Alikuumba utawale. He created you to have rule. Alikuumba utawale. He created you to have authority. Alikuumba uwe na mamlaka. This God created you to be mightier than everything else. Mungu alikufanya uwe mkuu kuliko May you kitu be kingine. elevated in this life. Ukapandishwe cheo The katika Bible maisha. says Daniel was elevated Biblia inasema Danieli aliinuliwa pakubwa because of his purpose in his heart. kwa sababu ya kuazimia moyoni. He was created to have dominion. Aliumbwa awe na mamlaka. And so he distinguished himself. Akajitenga. I say he distinguished himself. Akajitofautisha. There is something that happens Kuna kitu hufanyika when you purpose in your heart to be with God. unapoazimia moyoni kukaa na Mungu. There are things about Daniel. Kuna mambo kuhusiana na Danieli. Bible says that he made sure he was faithful. Alihakikisha alikuwa mwaminifu. He developed an exemplary character Aliweza kukuza tabia ya utofauti and an excellent attitude regardless of his status. na moyo wa ubora licha ya hali alichopata ndani. He disregarded even the state he was in as a slave. Yeye naye hakuangalia sana hali yake ya kukuwa He didn't mtumwa. look at the pain he was in as having been taken away from his homeland. Yeye hakuangalia yale machungu ya kutengwa kutoka nyumbani kwao. He was in captivity, Alikuwa utumwani, but he ruled in captivity. lakini akatawala akiwa utumwani. You can rule even in that status. Hata kwenye hali yako ngumu bado unaweza tawala. He refused the indignity to have command over his life. Alikataa ile hali ya kukosa heshima imtawale. He didn't allow the emotional torture to determine his behavior. Hakuruhusu hisia zake ziongoze tabia zake. He purposed to establish a stronger bond with his God. Aliazimia kuweka mshikamano mkubwa na Mungu wake. Because he knew that his help comes from the Lord. Maana alijua msaada wake watoka kwa Bwana. He knew the only person who can assist him is God. Alijua mtu atakayemsaidia pekee ndiye This Mungu. God goes beyond every man's status. Mungu huyu anapita hali zote za watu. It didn't matter how painful the situation was. Hakujalisha hali ilivyokuwa chungu ama Daniel ilivyokuuma. refused to surrender his convictions Danieli alikataa kuweza kusalimisha ushawishi wake. to whatever life may offer. He knew what he was made of and what he aspired to achieve in the life. Yeye alijua aliumba kuwa nini na maazimio yake ya maisha yalikuwa ni yapi. Every believer must live with a conviction, Na kila mwamini lazima uishi na ushawishi kama huu. not preferences. Usiwe na chaguo kwa chochote. Oh, you are saying, if only I can be like this. Oh, ningelikuwa hivi. It is your conviction that will release you into your destiny. Ni ushawishi wako utake kuingiza kwenye hatima yako. Without a conviction, you will be swayed by anything that comes your way. Pasipokuwa na ushawishi utabebwa na kila upepo upitao. Men who create distinction in life, Waume ama watu wanaoleta tofauti kwenye maisha, they are living by a strong conviction. wanaishi kwa mshawishi mkubwa wa Not maisha. because of what the world is dictating or what the circumstances are dictating. Wala sio kile ulimwengu unaosema ama hali zinazosema. If you are going to make a mark on the earth, Wapo utaifanya alama duniani. you need to walk with God. Imekupasa ukatembee na Mungu. This is what the Bible says, Daniel chapter 1 verse 8. Hiyo ndio Biblia inasema kwenye Danieli sura ya 1:8. It says, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi. But Daniel Lakini Danieli purposed in his own heart aliazimu moyoni mwake that he would not defile himself kwamba hatajitia unajisi with the king's delicacies, kwa chakula cha mfalme, nor with the wine which he drank. wala divai aliyoikunywa. And therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile
defile himself. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. A defiled present is a destroyed future. Ukinajisi leo yako, umenajisi kesho yako. A defiled present is a destroyed future. Ikiwa leo yako imenajisika, kesho yako imenajisika. That's why many people lose the destiny God designed for them, because they are looking for the present and not for the future. Watu wengi hatima zao zimeharibika kwa sababu mara nyingi wanaangalia mambo ya leo wala si ya kesho. And we are concentrating on today rather than the future. Na kila mara tuatia mkaso na mambo ya leo wala sio ya kesho. Esau did not look at what had been set before him, but he looked at what was happening to his stomach. Yule Esau hakuangalia mambo ya kesho, akaangalia njaa yake ya leo. And he sold his birthright because of the present situation. Na akauza haki yake ya kuzaliwa ya kwanza kwa sababu ya njaa. Even though he sought for it later, it was impossible for it to be given back to him. Na hata kama alipoitafuta hangeipata tena baadaye. Listen to me, sir. There are things you mess with today that they can destroy your future forever. Sikiliza mpendwa, yapo mambo ambayo ukiyavuruga leo kesho yake haipo. Watch your destiny more than your today. Angalia hatima yako unakoenda kuliko leo. It takes a strong conviction to build up a future. Inachukua ushawishi mzito kujenga kesho. It takes sacrificial living for you to build up a strong future. Inachukua maisha ya kujinyima ili ukajenge kesho yako. Daniel purposed in his heart. Huyo Danieli aliazimu katika moyo wake. You need to have purpose. Unahitaji kukuwa na kusudio. There is a reason you are on the face of the earth. Lipo sababu la kukuwa duniani. You are not here just to waste time or to fill space. Haupo tu kujaza nafasi. You need to distinguish yourself. Ujitenge, ujitofautishe. As Daniel did, he distinguished himself. Na kama vile Daniel alivyofanya, alijitofautisha. By the purposes he knew he was living for. Kwa maazimio na makusudio aliyojua na yeye. He had a glimpse of his future. Yeye alikuwa na mtizamo wa kesho yake. He had a dream of what he wanted to be in future. Alikuwa na ndoto za kesho. What is your dream today? Na kuulizia ndoto zako ni zipi leo? What are you aspiring today? Ni yapi unayoazimia? What are you intending to be tomorrow? Ni yapi unayonuia ufanyike kesho? What are you living for? Waishia kitu gani? Why are you on the face of the earth? Mbona upo duniani? You need to understand all these things. Wahitaji kufahamu hayo. And create a roadmap. Na ukatengeneza ramani. And say to yourself, na ujiambie, I will continue in the boundaries within which I have set, so that I may reach the destiny that God has already prepared for me. Nitatembea katika mipaka niliyochora mpaka siku nitafikia hatima Mungu ameniwekea. Anybody who doesn't live by a standard, mtu ambaye haishii na viwango alivyoviweka, and doesn't set his own standards, wala weki viwango vyake, he will live according to anybody's will. Hataishi kulingana na matakwa ya watu wengine. He will be driven by whatever circumstances come. Ataendeshwa na kila hali inavyokuja. He will be picked up like a paper in the wind. Yeye atapeperushwa ni kama karatasi kwenye upepo. Because there's nothing stable he is living for. Maana hakuna kitu dhabiti anachoishi. It is the conviction that lays the foundation. Na ni ushawishi unakuwekea misingi. That will help you to reach your destiny effectively. Ambayo itakusaidia kufika hatima yako sawa sawa. He distinguished himself. Akajitenga na kujitofautisha. In other words, he behaved in a manner that is noticeable. Yani kwamba alijiendesha katika hali ya kutambulika. That even heaven recognized his behavior. Ya kwamba hata mbingu ilitambua tabia zake. You see, the Bible says in the book of Hebrews chapter 11 verse number 5, the Bible says, by faith Enoch was taken away, so that he did not see death, and was not found, because God had taken him. Biblia inasema kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Before he was taken away, he had this testimony that he pleased God. Maana
kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza. He had this testimony Alikuwa na ushuhuda huu that he pleased God. ya kwamba alimpendeza Mungu. Another translation says Enoch walked with God Na tafsiri nyingine inasema Enoko until akatembea he na Mungu, was no more. wala hakukuwepo tena. Enoch walked with God Enoko alitembea na Mungu until he was no more. mpaka hakuwepo tena. For before he was taken away, Na kabla kuchukuliwa kwake he had this testimony alikuwa na sifa hizi that he pleased God. kwamba alimpendeza Mungu. Verse number 6 says, 6 inasema, for without faith, lakini pasipo imani, pasipo imani it is impossible to haiwezekani please God. kupendeza. For he who comes to God Kwa maana must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Kwa maana mtu ambaye anamjia Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. If God is going to be pleased with you, Iwapo Mungu atapendezwa nawe, if God is going to defend you, na iwapo Mungu atakutetea, if God is going to walk with you, na iwapo Mungu atatembea nawe, it depends on what you have purposed. inategemea na ulichokiazimia. God defended Daniel Mungu alimtetea Danieli because he pleased him. maana alimpendeza Mungu. He was a good testimony Alikuwa na ushuhuda mzuri of God wa Mungu even in a foreign country. hata katika nchi ya ugenini. So you need to know that God wants you to stand for him. Nataka ujue Mungu anakutaka Even umsimamie in the days of adversity. hata katika shida za Be strong in your faith. Kuwa imara katika Be imani. strong in your conviction. Kuwa imara kwenye Be ushawishi strong wako. holding on to God. Mshikilie Mungu kwa All bidii. the heroes of faith in the book of Hebrews chapter 11, Wale mashujaa wa imani katika Waebrania 11, all of them, wote they had one thing in common. walikuwa na kitu cha kufanana. Even though things were tough, Hata ingawa mambo they yalikuwa were magumu, immovable. They were hawakusogeshwa, unshakable. hawatikiswa. Their conviction remained strong. Ushawishi wao ulizalia Even when thabiti. things were hard, Hata vitu vikiwa they ngumu, continued to hold on to God. waliendelea kumshikilia Mungu. Even when death threatened them, Hata kifo they kilipowatishia, were not shaken by whatever threats they had. hawakutishwa na It chochote. didn't matter how many people ganged up against them. Haijalishi ni wangapi They walipata still juu yao. stood to their conviction. Walisimamia ushawishi My wao. friend, I pray Na kuomba that mpendwa, you stand with your conviction. usimame na ushawishi That wako. God be God in your life. Mungu awe Mungu kwako. Let God arise in your Mungu circumstances. ainuke kwenye hali Let zako. God arise in your pain. Mungu ainuke kwenye Let uchungu God wako. arise in whatever you're Mungu going ainuke through. kwenye hali And when He unayopitia. rises up, it Akiinuka, doesn't matter. You haijalishi, are coming out more stronger than you entered in. unaepuka mshindi mwenye nguvu In kuliko the name of ulipoingia. Jesus. Kwa jina kule Yesu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Listen to me, sir. Sikilize Bwana. Life does not appreciate common things. Maisha haiwezi kukubali vitu vya kawaida. Because common things are cheap. Vitu vya kawaida havina bei, yani havina dhamani. If you cheapen your life, Ukifanya maisha yako holela, you make your life useless. unafanya maisha yako isiwe na dhamani. You should live a life that the world is talking about. Ishi maisha ambayo ulimwengu utakuongea. I say live a life that people will talk about. Ishi maisha ambayo watu lazima wawe na sababu ya Give kuongea. somebody a reason to testify about you. Pena mtu sababu atoe ushuhuda juu yako. Not to talk negatively. Si kwamba aseme mabaya. When they look at you, they see God. Wakikuangalia wanaona Mungu. Shout hallelujah. Sema haleluya. You need to develop noticeable qualities in this life, Kuza tabia na sifa za kutambulika which are excellent and deserving praise. ambayo ni ya ubora, yanayostahili sifa. Break the mold that men have tried to create about you. Vunja hicho kitu wamekuumbia watu. You see, people want to put you in a certain mold. Unajua watu wanataka kuweke katika kipimo fulani. As all these governors and satraps and rulers wanted to put Daniel in their mold. Kama wao mawaziri, maliwali, madiwani walitaka kumweka Danieli katika kipimo chao.
stand out against their will. Jitokeze juu zaidi ya mapenzi I yao. say stand out against their plans. Nasema jitokeze, simama, Break the mold uonekane. of your ancestors. Vunja vipimo viliwekwa na mababu yako. Break the mold of your brothers and sisters. Vunja viwango na vipimo viliwekwa na ndugu zako You na should dada zako. step out until when they look at you, they begin to say you are proud. Ondoka, simama, waseme ni kiburi unacho. When you hear people say you are proud, it's because you're doing something that is making them feel small. Ukisikia watu wanasema una kiburi, ni vile unafanya kitu kinawafanya wanahisi duni. Step out. Ondoka, simama. Look at somebody and tell them step out. Ondoka, That mold of your mother and father. vunja hivyo viwango viliwekwa na mama yako na Do baba things yako. that they never did before. Fanya mambo ambayo hawakuyafanya, So that in the end they can look at you and say we are proud of our son. ili mwisho wake We are wasema proud of tujivunia our mwana daughter. wetu, binti yetu. This is what God wants you to be. Mungu anakutaka iwe hivyo. You are going far. May I declare it to you? Na kutangazia unaenda mbali. You must purpose to arise Lazima uazimie to kuondoka a new level in this life. kwa kiwango kipya cha maisha. What are you living for? Je, unaishia What kusudi? is your dream? Ndoto zako ni zipi? I pray that you scale the mountains and admire the beauty of the horizon. Na kuomba kwamba upande milima na ufurahie ukiona anga vile zinapendeza. You need to know this: when you are in the pit of life, you don't enjoy anything. Ujue hili, ukiwa kwenye shimo la maisha hakuna cha kufurahia. But being in the pit does not make you, does not dictate your last. Sikiliza, lakini kuwa ndani ya shimo haiamui ndio mwisho wako. Daniel was thrown into the pit and the den of lions. Hata Danieli ilitupwa kwenye tundu la simba, But his God lakini Mungu wake could not allow him to die in that pit. hangeruhusu afie kwenye tundu. I declare to you this day, you shall not die in that Na circumstance. kutangazia hautakufia kwenye hali yako. There are books you have not yet written. Vipo vitabu There is a hujaviandika. history you have not made yet. Kuna historia There hujaandikisha. are people you have not reached yet. Wapo watu hujawafikia. There is a discovery in you. Kuna uvumbuzi ndani yako. There is a future in you Kuna usoni ndani that yako the world is waiting for. ambao ulimwengu unangoja. There is an exploit in your life. Kuna lipuko ndani mwako. You cannot die today. Hautakufa leo. What is in you Kilicho ndani yako must come forth. lazima I kichipuke. say whatever is in you Kilicho ndani yako must come forth. lazima kichipuke. In the name of Jesus. Kwa jina kule Yesu. Don't give up too early. Usikate tamaa You are mapema. not dying now. Usife mapema. You are not dying now. Haufi mapema. You need to see and realize Nataka uone na the utambue greatness that God has already Mungu found in you. ametia ndani mwako. I say there's a greatness Nasema kuna ukuu right inside you. kumewekwa ndani The yako. devil should not kill it too early. Shetani asikuue If mapema. you die Ukifa before you fulfill your mandate on kabla ya earth, kutimiza kazi yako you duniani, are murdered. utakuwa uliuliwa. Hey. I say if you die Ukifa before you fulfill your mandate kabla ya kutimiza jukumu on lako earth, duniani, it means you are murdered. inamaanisha ulikatisiwa I declare to you, maisha. No weapon formed against you Hakuna silaha shall prosper. itafaulu. No weapon can kill you. Hakuna silaha itakuua. I say no weapon can kill you Hakuna silaha itakuua until we see mpaka tumeona what you are made of. kile ulichotengenezwa, I say until we see mpaka tumeona what you are made kile of. umetengenezwa We kwacho. are not releasing you now. Hatukuachilii. In the name of Jesus. Kwa jina Hey, don't commit suicide. wewe usijiue, Hey, you don't commit suicide. usijitie kitanzu. You are carrying a lot of power. Umebeba nguvu. There is a destiny in you Kuna hatima ndani that yako has not been realized. ambayo haijatambulika. Don't give occasion to drugs Usijipee kwa madawa ya that they kulevya may destroy your life. ili kuharibu maisha Don't yako. give occasion to alcohol Usijipeane kwa pombe na that will ulevi, destroy your future. kuwa na kuharibu hatima Don't yako. allow yourself Usijiruhusu to destroy yourself. uangamize maisha yako. The reason why
the devil is putting these ideas in your mind is because there is something about you that will threaten his kingdom. Sababu shetani anakuwekea haya mawazo, kuna kitu kinakaa ndani yako kinatisha ufalme wa shetani. I say there's something about you. Kuna kitu juu yako. It is kabos. Kabashile I sense an anointing here. Naishi upako. I sense an anointing Naishi here. upako mahali. Something is breaking forth. Kuna kitu kinachipuka. There is a pit that you are coming out. Kuna shimo unaliondoka. There is a mold that is being broken. Kuna kitu kinakatika. A future is speaking. Usoni unakuita. Your destiny is shouting. Hatima inakuita. Come forth. Come forth. Come forth. You cannot remain down. Utakaa. Arise. Inuka. Arise. Inuka. Arise. Inuka. Arise. Inuka. Arise. Inuka. There is something about you. Kuna kitu juu The yako. world is waiting Ulimwengu for. unangoja. God is on your side. Mungu yuko upande wako. And because he's on your side, Sababu yuko upande wako. nothing will stop you. Hakuna I kitakuzuia. declare you are unstoppable. Uzuiliki. I say I declare you are unstoppable. Kutangaza uzuiliki. Akaya mama Resobo shataha. Lift up your hands and just Nyosha talk in tongues. mikono yako. Nena kwa lugha. Talk in tongues. Nena kwa lugha. Speak in tongues. Nena kwa lugha. Okoria rama mama. Kabaretelebeko shanda. Anda bakazuta Ibebo baba. shibebegetalabo shanda. Shelebo koria nana. Rebeketelebeko shanda. Vitebo bosa. Ramamande debeko. Isebo kusepi kaba. Ikabakande debebo shanda. Wikia mama suria nana. Lebrede kubadada debo My shanda. father, my father. Hey, baba yangu, baba Let yangu. this be birthed. Ikazaliwe. Let this be birthed. Ikazaliwe. There shall be no abortion of her destiny. Hakutaharibika mimba ya hatima yake. In the name of Jesus. Kwa jina la There Yesu. shall not be a miscarriage Hakuta na kuharibika of your mimba future. ya hatima yako. In the name of Kwa Jesus. jina la May Yesu. that pit vomit you. Hilo shimo likutapike. May that challenge vomit you. Hiyo changamoto ikutapike. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. COVID has no power to pull you down. COVID haina nguvu ya kukuangusha. You are not dying too early. Hautakufa mapema. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Come on, Shatele motekeba. come on, stand up on your feet. Lift up your hands Kama ya Honda ba. and begin to pray. Shilele mokotala na Begin to mosa. pray. Begin to pray. Baba anza kuomba. Come on, Shebebebeda bakara. Isakoto debebe shanda. I hear the Spirit say, He is redefining your life. Nasikia Roho akiongea akisema Bwana ananena upya juu ya maisha yako. He is redefining your future. Ananena upya juu ya hatima yako. Whatever was destroyed in the past, Kilichoharibika awali He says you shall not be embarrassed anymore. hautaibikia tena. My people shall never be ashamed again. Watu wangu hawataibishwa. You shall not be ashamed again. Hautaibishwa tena. Kabo salama. Handele bakahade. Hey! Ibebo Kabo salama. Rekete debe Shiki zukupi. Ibrokoto debe In the name of Kwa Jesus, jina la your Yesu. capacity Uwezo wako is coming out in full. unachipuka mzima I say mzima. your capacity Uwezo is coming wako out in full. unachipuka mzima I'm saying mzima. it's not coming out earlier than before. Na inakuja mapema. Your capacity is Uwezo wako manifesting now unaonekana earlier than it was intended. mapema kuliko ilivyowekwa. Sheleba rakejeba. Libro kama ebede. Don't be defined by your circumstances. Usijieleze kulingana na hali zako. Let God define you. Wacha Mungu akueleze Let ulivyo. God redefine your future. Wacha Bwana aseme upya juu ya hatima yako. Oh, shalababos. Kula basandende di babaha. Ekabo salaba. Rakatata di babaha. Kabo sendendedi. Elebo satade. My God, my God, Oh, hallelujah. I submit to you. Kayarobasiande. Sheribaboria. Oh, rehete sandaha. My Father, Baba yangu. yale umetenda Bwana, Hallelujah. yote ni makuu. Asante Yesu. Yale unayoyatenda sasa Bwana, Ni makuu Bwana. yote ni makuu sana. Hey, shada baba. Hakuna anayeweza kulinganishwa na wewe Bwana. Shebere baba kaya bahande.
Baba, nyosha mkono wako ukayatende juu ya jamii hii, juu ya nyumba hii, juu ya maisha haya, juu ya kijiji chetu. Yatende Bwana, kama uziri ya dala mahandia vite bobo satara shindania vite bo satara ama kaya mama sataya. Come on, lift up your hands to pray. Shele la la babos. Ninashangaa, nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako. When visiting Kisumu City, join Bishop Mark Kigohi at Jesus Celebration Center next to the Kisumu National Polytechnic for our Grace Hour and Sunday services. For more information, visit us online. We thank the partners and friends of Redeemer's Voice Media for making this program possible.